Sasa kwenye yale makala ambayo tumekuwa tukikuahidi kuanzia mwanzo wa taarifa za KTN leo, Wakenya wengi wamekuwa wakiuliza maswali mengi kuhusu kwa nini jamii ya Wabukusu huendesha utamaduni wa tohara bila faragha jinsi jamii nyingine zenye mila za tohara hufanya. Aidha, baadhi ya taratibu zinazofuatwa hazijaeleweka. Robert Wanyonyi alizungumza na wazee wa jamii na kuandaa makala yafuatayo ya Nyayo za Urijali. Ni mwaka 2016, karne ya 21 inayodaiwa kuwa yenye teknolojia ya mawasiliano, mitandao ya jamii na usasa wa hali ya juu. Lakini nchini Kenya wapo Wabukusu. Mojawapo ya jamii zinazoendeleza utamaduni unaowakumbusha wengi maisha ya karne ya 17. Sawa na ilivyo nchini Uingereza, ambapo baadhi ya tamaduni za Waingereza humkumbusha mtu historia ya karne ya 13, jamii ya Wabukusu imeshikilia tohara ya kitamaduni ya wavulana na haijaachilia kamwe. Na ndio leo tunauliza, mbona Wabukusu wameshikilia sana itikadi hii? Mbona mvulana akachezeshwa denzi asili za kitamaduni na hatimaye kufanyiwa tambiko la kupakwa tope la tohara alfajiri? Mbona mvulana akatahiriwa akiwa uchi wa mnyama mbele ya watu? Mlolanga Maria juu macho bawa mlazi yali mwingine nyokoneta Vasienye vyengile viti kabisa nyenye ni wananu mulariemba. Leo tunatafuta majibu kwa maswali hayo kupitia makala haya. Basi andamana nami kwenye Nyayo za Urijali. Mimi ni Robert Wanyonyi. Ni mwezi wa sherehe za mbwembwe zinazoashiria itikadi za kale za jamii. Katika eneo hili la Wabukusu, roho ya kuwavusha vijana wavulana kwenye daraja hili linaloaminika kuwa la kuwabadilisha kuwa watu wazima zimefanyika Agosti. Vijana wa Kibukusu waliotimu umri wa kupasha tohara huvinjari maeneo kadha wakijitayarisha kukikabili kisu cha ngariba. Safari ya mvulana kutahiriwa huanza baada ya kuhisi amefikia umri wa kutahiri na ana uwezo wa kustahimili makali ya kisu kikali cha ngariba. Huchukua jukumu la kumfahamisha babaye mzazi, na iwapo baba hayupo, basi hufikisha ujumbe huo kwa ndugu ya babaye aliye hai. Kanuni za jamii zataka mvulana kujitengenezea vifaa vya kitamaduni, mfano kengele za denzi almaarufu chinyimba, na baada ya tarehe kutolewa, kijana huanza shughuli ya kuwafahamisha jamaa wa karibu kwamba atatahiriwa siku fulani. Hatua hiyo huitwa hulanga, ambapo huanzia kwa shangazie, yani dada babake. Mzee Isaac Misiko, ambaye ni mkurugenzi wa muungano wa Mangariba katika eneo zima la Magharibi, anaelezea shughuli hiyo. Mtoto kuanza kuita watu anaanzia kwa shangazi. Kwa nini anaanza kwa shangazi? Shangazi ndiye anajua huyu mtoto akiwa mwanaume ama sio mwanaume. Kwa sababu hata wakati atatahiriwa anaweza kuwa na mwanamke kwa nyumba. Lakini sasa huyu mtoto saa ingine mama hawezi lala na mama, hawezi jembe, hawezi lima, hiyo jembe hawezi lima. Na utajua sasa shangazi ndiye atakuja ajue ya kwamba huyu mtoto kwa nini jembe lake hapana lima. Sasa ataenda kwa mtoto na anakaa na yeye kwa nyumba yake tu, kwa simba yake. Sasa anashika mtoto anajaribu kumpapasa. Akiona jembe imesimama hivi anasema huyu mtoto ni nini ako tu nini ako na nguvu
Safari hiyo huendelea huku mvulana akizidi kuwahusisha wazaziwe na jamii nzima. Hatimaye sikukuu huwasili wakati kijana anapojiwasilisha mbele ya mjombaye, na hapa sherehe tofauti ya matayarisho huandaliwa. Sasa kutoka up the third day, sasa mtoto ataanza sasa kuenda kuita watu. Ataita majirani, ataita wa huko, ataenda aite wote watu. Alafu siku ya mwisho ndio mtoto ataenda kwa mjomba. Sasa kwa mjomba, huyu mtoto ataenda kwa mjomba. Na kwa mjomba watampeleka, alafu kwa mjomba atafika, alafu atampokea na mwambie sasa, mtoto wa dada yangu, kweli sasa wewe umekuwa mtu mkubwa. Sasa hii ona, kwa sababu ya mimi mapenzi yangu na dada yangu, wewe tutakupatia hii ng'ombe. Hatua ya kumtembelea mjomba huwa ndiyo ya mwisho kwenye utaratibu wa hulanga. Anapowasili nyumbani akiwa amebeba zawadi ya mjomba, hatalala tena usingizi. Atasalia macho bila mapumziko hadi wakati atakapokuwa amepashwa tohara. Usiku wa kuwasili kutoka kwa mjomba hufungua denzi ya mwisho ya usiku kucha inayojulikana kama huminya. Wakati wa denzi hiyo ndipo mvulana atashauriwa kuwa mvumilivu, asije akawaibisha jamaa zake waliofika kushuhudia mila ya kuondoka ujanani kuingia katika utu uzima. Alfajiri punde baada ya jogoo wa kwanza kuwika, hatua ya kuelekea mtoni kutekeleza kimila ya kupakwa tope la tohara. Zikiwa ndizo hatua za mwisho kabla kisu cha ngariba, sio kila mtu huandamana na mvulana hadi mtoni, na wafikapo mvulana huvua nguo zote na kusalia uchi na kupakwa tope hilo wakati wa baridi kali ya asubuhi. Ni wakati huo ndipo wimbo maarufu wa tohara uitwao Sio Yaye huimbwa. Tutaimba wimbo wetu wa kikwetu. Na nilikipenda kuomba watu yetu kwa nchi yetu, kwa mila zetu. Hatutaki waimbe wimbo wetu wa kutairisha vijana wetu kama wameshika waendazimu ama wameshika wezi. Sisi tumekataza, hatutaki. Wakishika mwizi wasijaribu kuimba hiyo wimbo. Wakifanya maneno yao ya siasa wasiimbe hiyo wimbo wetu. Hiyo wimbo ilitengwa na mila zetu na nyimbo za kuambia kwamba wakikuimbia hiyo wimbo wamalize, hawata kuimbia tena. Ni mwisho. Na hiyo wanaimbanga wimbo mara ngapi? Mara 3. Wakiimba hiyo wimbo mara 3, wimbo ya kwanza ya huchuhira, wimbo ya pili ya mchomba, wimbo ya 3 ya kumuweka nyama usiku, wimbo ya mwisho ya 4 ya kutoka motoni. Na hiyo wimbo wakikuimbia kama wamekutairisha, inakuanga sawa. Wakikuimbia tena hawata kuimbia tena. Hata ukilala hautaota hiyo wimbo wanakuimbia. Na wakikuimbia hiyo wimbo, mwenye wanamuimbia anaenda kutairi, anasikia kama wimbo wanaimbia mbali. Kuimbwa wimbo huo ndio ishara kwamba sasa mvulana ataachwa peke yake kukabili kisu cha ngariba. Atasindikizwa hadi nyumbani, na anapofika huachwa peke yake aelekee hadi katika eneo la tohara huku akisubiriwa na ngariba. Mila za Wabukusu haziruhusu woga wa namna yoyote kwa mwanamume. Anapotahiriwa mvulana haruhusiwi kutingika au kufunga macho kwa sababu ya uchungu.
Punde anapokamilisha mtihani huo mgumu, mvulana sasa atazawadiwa kama shujaa, huku akianza kupewa heshima zake kuonesha kwamba sasa ni mtu mzima. Hatua za kwanza kwenye tamasha hizo, ambayo huwa ni kukabili kisu cha ngariba, huwa ni mwezi Agosti, na ikiwa sasa imekamilika, zipo hatua nyingine ambazo zitakuwa zikifanywa kwenye utaratibu utakaosetiri hadi mwezi Desemba. Tambiko la kwanza ni mvulana aliyepashwa tohara kupewa mawaidha ya utu uzima na wazee, mawaidha yanayoongozwa na ngariba mwenyewe, na vilevile kuvalishwa nguo mpya akizitupa zile za utotoni. Atakapo mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10 tutarudi kwa hiyo poma tena. Tutakuja kumuvita. Tutampa mashauri. Tukimupa mashauri atatoa tena vile vile manguo, atapake uchi. Tumkalishe kwa hiyo nyumba aliingia kuna mkongo kwa ndani ya mlango. Tumwambie wewe sasa ni kijana ya hii boma. Wakati huu ambapo bahati ya Ruheba imeisha, mwezi wa 10 tutarajia kuwapa mawaidha ya kukaa kama watu wazima sasa wametoka katika utoto, na mwezi wa Disemba watakuwa sasa wanatoka chandoni. Tunatarajia wao vijana kwanza watimize yale ambayo tuliwaeleza mwezi wa 10. Lakini je, chimbuko la utamaduni huu ni nini? Mbona imeshikiliwa kwa namna hii kwa muda mrefu? Doare yenyewe ilianzia Mango, ilianzia Muyala wa Mango. Na Muyala ndiye alikuwa nini pango kubwa sana, mlima kubwa karibu Cheremuko kule chini. Na hapo ndipo mambo ya tohari ya Bukusu ilianzia. Na Bukusu mwenyewe tulikuwa na mzee anaitwa Mango, na huyu mzee tulikuwa na choka kubwa sana pale, na hii choka kubwa hii ilikuwa nakula mbuzi na ng'ombe za watu. Lakini sasa Wamasai wale walikuwa hapo karibu, Wamasai, Wasaboti, ni Wateso na Wabukusu. Sasa walikuona ya kwamba mtu yule ambaye anaweza huwa hii nyoka hii kubwa hii, ile inatusumbua sisi, tutampatia kitu kama graduation, kitu kubwa sana, hiyo sawati kubwa. Sasa kwa hivyo Mango ilipoingilia cha vya mbuzi zake na ng'ombe, akaonea ya kwamba mpaka mimi niwe shujaa yule ambayo lazima nifanye hii kazi. Akaenda akatafuta kitu kinaitwa embalu, kali kabisa, akanoa vizuri sana. Na akaenda pahali, akaangalia mahali hiyo pango hiyo choke inakaa, na akaona kweli ni hapa. Sasa yeye vile alifanya, alienda kuikata mti mzuri sana, stemp ile ya mti, akaenda kuweka tu karibu na mlango sana. Na Mango hapo, kwa sababu najua harufu ya mwanadamu na nyoka iko tofauti. Sasa huyo Manga akaenda kujipaka udongo, na akajipaka udongo yote, mwili yote, na hiyo ikapoteza harufu. Na vile ilipoteza harufu, akaenda kukaa ndani ya pango. Vile alikaa ndani ya pango, joka saa 9 saa 10 ndio hiyo sasa inakuja. Na vile ilikuja kweli, ikakuja mpaka ikaenda kuenda tu ndani kuangalia huko ni mahali, naona kama kitu ile iko mpya na hii kitu kani, lakini haikunusia ile harufu ya ya Mango. Sasa hapo wakati iliweka tu kichwa kwa hiyo mti ile alikuwa amekata, naye akachukua ile sword, akakata safari moja tu na nguvu yote, na akakata kichwa, ikaruka, ikaenda mpaka ikaruka, vile iliruka ikaenda ikapata mkuyu hapo nje, ikakatalia mkuyu, ikauma, na hiyo ilikuwa hapo na poison. Sasa ikaenda hapo, ikakufia hapo. Sasa vile ilikufia hapo, alafu huko ndani Mango naye alikuwa amekufa kabisa. Alikuwa anafikiria labda hajakata, lakini kwa uzuri alikuwa amekata hiyo kichwa. Sasa hiyo ile nyoka vile unaona mirundi yake yote kafunga yeye, na akatoka na akasema ya kwamba nakuire sai nakuire kusini. Vile alitoka hapo,
na anapiga kelele nduru vizuri ya kwamba amemaliza. Sasa kutoka hapo ndiye akaenda, watu wakamshangilia, wakamuleta alafu wakamwonyesha kwamba huyu ndiye amekuwa shujaa. Na vile uche yake vile aliua nyoka, vile ukwa masema, wakasema leo wewe pia ni mwanaume mpaka utatairiwa. Sasa hiyo nini zawadi wakampatia, wakatairisha. Kutokea hapo ndipo mpaka saa hii Mbukusu akaanzia hapo na encouragement yake na courage yake, alafu mpaka kuanzia hapo mpaka saa hii. Aidha, kwa mara ya kwanza kabisa twaelezewa juu ya sheria mbalimbali zinazomfanya mtu kuidhinishwa kama ngariba, na vilevile jinsi ngariba anavyoweza kuzuiwa kuendeleza kazi hiyo. Kama ngariba yeyote amewahi kujaribu kuenda na kutairisha mtu ambaye aliyekufa, hastahili. Kama ngariba ambapo ako na nyungu ilifwa, hastahili. Kama ngariba ni chongo, hastahili. Ifahamike kwamba tamasha za tohara vilevile hutumiwa na wazee wa Kibukusu kujua mambo yaliyofichika katika jamii. Tunatairishanga vijana wetu, tunachinja ng'ombe, tunatengeneza pombe, tunachinja makuku. Sisi watairishaji magariba tunachinja makuku na mbuzi, lakini wazazi wanaenda kuchinja ng'ombe. Unajua nini? Watu wameingilia, wanasema makanisa zimeingilia, zinasema tunaharibu. Si ati tunaharibu. Tukichinja ng'ombe, mila zetu inaturuhusu tuchinje ng'ombe, ng'ombe itatuelezea. Kwa sababu mwaka kama huu tukitairisha vijana wetu, kama tutakuwa na njaa, tukiangalia kwa ng'ombe tutaona. Tuko na science yetu. Tukuwa na serikali yetu itakuwa sawa, tunaona kwa hiyo ng'ombe. Lakini wana kauli ipi kuhusu kile wanachosema kuwa mwingilio wa tohara kwa njia ya kitamaduni na dini? Makanisa yasiingilie kimila, metiko yasiingilie kimila. Watuachie vijana ambapo tutawahimiza, tutawapa mawaidha kulingana na mila yetu ya Wabukusu. Tuambie vijana wetu na wazee kwetu, tukimaliza hii mila zetu, mila kama chinyinja zimeisha. Mila kama huu ya watu imeisha. Na sisi Waluhya tumepaki na mila moja tu ya kutairisha vijana na tuwaelezee maneno yetu na watisukize. Tamaduni ambayo wanashikilia watailinda kwa vyovyote vile, licha ya kuongezeka kisomo na usasa katika jamii. Mtoto sasa amepata hiyo nini kila kitu. Unaona sasa anaendelea masomo yake. Na akiendelea masomo yake ataendelea kufika mahali atakuja tena aulize mama ya kwamba nimeona huyu msichana naweza oa. Mama pia ataenda kwa baba, mtoto kwa heshima ya mtoto sasa angalia anataka tena kuoa. Unaonaje? Na hiyo boma unaonaje? Hiyo boma sisi hapana olewanga. Hapana oa hapo. Enda kwa hiyo. Hiyo kwa hiyo ni mzuri. Kwa sababu zamani walikuwa wanaangalia maboma kani unaenda. Ni msimu unaokamilika wa tamaduni kali na itikadi, huku vijana wa jamii ya Wabukusu wakikabiliana na kisu cha ngariba. Na mwezi huu Agosti peke yake, zaidi ya vijana 25,000 katika kaunti za Bungoma na Trans Nzoia na vilevile Kakamega na Busia wamekabiliana na kisu cha ngariba. Na huku msimu mwingine ukitarajiwa mwaka 2018, jamii ya Wabukusu wanasema kwamba hii ni itikadi ya kuendelezwa. Robert Wanyonyi, KTN leo, katika kaunti ya Bungoma.